Watu wa Mikumi, nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, naomba mseme hizi hapa. Ngumi ziko wapi tusalimiane? Peoples! Peoples! Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Mheshimiwa wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu na viongozi wote mliopo jukwaa kuu, itifaki imezingatiwa. Watu wa Ulaya, watu wa Mikumi, watu wa Kilosa, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Anayezungumza kwa sasa anaitwa Deogratias Cosmas Mahinyira. Ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Ndugu zangu watu wa Mikumi, kwa sababu ya muda, naomba mimi nizungumze jambo moja tu. Tutarudi siku nyingine sisi kama Bavicha kuja kuzungumza na nyinyi watu wema kabisa, watu wa Mikumi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kabla sijazungumza jambo ninalotaka kuzungumza, naomba pia nitambue uwepo wa mwenyekiti wa Bavicha kwenye wilaya yetu ya Kilosa, ambaye pia ni mwenyekiti wa kijiji cha Nyambisi, kata ya Riaha, ndugu yangu Yohana Isa Kibasa. Hebu ulipe punga mkono wa kuona. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, licha ya uhuni wa uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwaka jana, yako maeneo tulitangazwa, lakini hiyo haipaswi kuwa sababu ya kwamba tuone kwamba tunaweza tukaendelea kushiriki kwenye chaguzi za kihuni kwenye taifa hili. Sasa niseme jambo moja ambalo nilisema nataka kulisema, na naomba waandishi wa habari mnisikilize vizuri na mliripoti vizuri jambo hili. Siku ya jana kule Musoma alisimama mtu ambaye aliwahi kuwa naibu katibu mkuu wa chama chetu, anaitwa Salum Mwalimu. Alisema kwamba yeye sio msaliti na waliohama chama hiki sio wasaliti, bali yeye alikuwa mapenzi makubwa sana na chama hichi na alikikopesha mamilioni mengi hiki chama. Sasa ndugu zangu watu wa Mikumi, sisi wa Afrika utamaduni wetu, mimba ikitoka huwa hatuweki msiba. Mimba ikitoka huwa hatutandiki majamvi tukaanza kulia. Ambacho huwa tunakifanya, tunasikitika masaa kadhaa, halafu siku inayofuata tunaingia mzigoni kutafuta mimba nyingine. Sasa huyu mtu, mambo haya tukiendelea kuyaruhusu yasemwe, halafu watu hao tusiwajibu, pengine wako wa Tanzania wanaweza wakaamini wanayosema ni kweli. Sasa mimi ni wakili, mimi kitaaluma ni wakili, naomba nimuulize maswali yafuatayo Salum Mwalimu ili Watanzania wajue hayo wanayosema kuhusu kuikopesha Chadema ni uongo na awe na aibu. Kama wewe ulikopesha Chadema, Chadema ni SACCOS, Chadema ni chama cha kukopeshana, na unasema ulikikopesha hela nyingi, hizo hela nyingi ni shilingi ngapi? Na ilikuwa lini uliyokopesha Chadema? Yaani ulikopesha Chadema lini? Ulimkopesha nani? Ilikuwa tarehe ngapi? Mwezi wa ngapi? Na mwaka gani? Na mama mwingine ameuliza swali hapa, kwa nini useme leo ulikopesha Chadema? Na huku Chadema ulimkopesha nani? Ulimkopesha nani Chadema? Utuambie. Ukimkopesha mtu ni lazima muwe mna makubaliano. Huo mkataba wa kuikopesha Chadema uko wapi? Na wakati umeikopesha Chadema, mlikubaliana Chadema ikurudishie lini? Na wakati unaikopesha Chadema, ulikopesha kwa riba kiasi gani? Yaani ulikopesha Chadema, kama ulikopesha milioni 50, mlikubaliana Chadema ikurudishie milioni ngapi? Halafu unasema huko Chauma kwamba unatafuta wadau. Nyie mna wadau, ndio maana umepata hata fedha za kukodi hiyo helikopta, si ndio? Kwamba Chauma umeweza kutafuta wadau, ila ulivyokuwa Chadema ulikuwa unakikopesha chama. Au siku ukitoka Chauma na wenyewe utasema uliwakopesha?
Anatafuta nini? Anatafuta. Ukimkopesha mtu unaenda kudai wapi? Nimesema mimi mwana sheria, tumsaidie. Na nyinyi wa Tanzania fikirieni mkiwa mnasikia mambo ya hao watu ambao tumesema ni wasaliti, wamefika bei na ni wauni ambao hawapaswi kuaminiwa kokote. Ukimkopesha mtu asipokurudishia hela yako, unaenda kudai wapi? Kwenye jukwaa la siasa? Yaani umepanda jukwaani kudai hela uliyokopesha Chadema? Wako wenzetu, wako viongozi wa chama kule Zanzibar wamekishtaki chama. Huyu Salum Mwalimu alikuwa naibu katibu mkuu wa chama chetu kwa miaka 10. Kesi hiyo iliyofunguliwa mahakamani wanasema kwamba hakuna mgawanyo sahihi wa mali za chama kule Zanzibar. Salum Mwalimu, wewe ulikuwa unapokea kila mwezi hela ya ruzuku ya chama kule Zanzibar isiyopungua milioni 10. Hajawahi kununua hata kiwanja cha mita za square 20. Sasa utuambie, hizo milioni 10 ulizokuwa unapokea kila siku ya Mungu kama naibu katibu mkuu wa chama Zanzibar, zilikuwa zinafanya kazi gani? Kwa nini wewe kununua ofisi au kununua kiwanja Zanzibar? Halafu ndugu zangu, muulizeni hata nyinyi waandishi wa habari, nafasi ya naibu katibu mkuu kwenye chama chetu ni nafasi ambayo wanalipwa, wanapewa mishahara. Salum Mwalimu, utujibu, ukiwa naibu katibu mkuu wa Chadema, kwa mwezi ulikuwa unalipwa shilingi ngapi na Chadema? Mpaka leo sasa ulikuwa unakikopesha hiki chama. Na mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama, lazima chama hiki kiendelee kulinda hadhi yake ya kuwa sauti ya Watanzania. Kama kuna watu walikuwa wanakopeshana au si wanasema wanakikopesha chama au si wanafanya mambo gani, ni lazima chama chetu, tutaenda na hoja kwenye kamati kuu ya chama chetu, ifanyike auditing, tujue kama kuna mtu alikuwa anakikopesha chama, huyo mtu ni nani na alikuwa na mapenzi gani na hiki chama, tujue ukweli. Na mimi naamini chama chetu kwa sasa, lolote linalohusiana na chama litakuwa ni jambo la wazi. Hiki chama sisi hatufanyi biashara za upatu wala hatufanyi mambo ya siri, kwa sababu hiki ni chama cha wananchi, ni chama ambacho kinasemea Watanzania na ni sauti ya Watanzania. Kwa hiyo nilisema nikifika Mikumi sisi Bavicha tutarudi kuja kuleta noma nyingine ya no reforms no election. Nilisema nikisimama Mikumi niseme jambo hili, na naamini nyinyi watu wa Mikumi hamtaweza kutishika wala hamtaweza kushawishika kuweza kukihama chama hiki, kwa sababu ni chama kilichobeba maisha yenu na sauti yenu. Jambo la mwisho kabla sijashuka, nimeambiwa madereva wa bajaji mnasumbuliwa sana na watu wanaitwa LATRA. Wamewatengea kaeneo ka kilomita 15 tu, kwa sababu LATRA na mapolisi kadhaa wao ndio wamiliki wa noa nyingi. Kwa hawataki bajaji mfanye biashara kwenye maeneo mengi, kwa sababu wanaamini wao hawatafanya biashara. Sasa tutarudi kushughulika na hao watu, lakini kwa leo nitoshe kuambia kwamba LATRA mkome kuwasumbua bajaji wa hapa